Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, karibu sana. Kwa utaratibu watu wasongea, wazee wamejiandaa kufanya jambo kubwa kwako, wanakuomba usogee moja kwa moja jukwani ili jambo hilo lifanyike moja kwa moja kabla hujakaa. Wazee wasongea wanakuomba usogee jukwani ili wafanye jambo hilo moja kwa moja kabla hujaketi. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, wazee wamejiandaa kufanya jambo kubwa kwako. Na wale tulioko mbali tunaweza tukasogea upande huu mbele rahisi sana ili Makamu Mwenyekiti apate urahisi na viongozi wetu wa kuongea na sisi wakawa tutazama. Karibu sana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Chadema Taifa, Mheshimiwa John Heche, sisi kama wazee wa baraza la uongozi tulivyokaa na kusamini shughuli ya siasa unaifanya katika nchi hii katika mazingira magumu sana. Tumefuatilia katika mitandao ya kijamii, tumeona unafanya kazi ngumu, tena kazi ngumu mno. Na sisi kama wazee wa baraza la uongozi mkoa huu tumeona sio vema kuja tukufanya mkutano na kuondoka. Tumeona tukupe uchifu wa Wangoni wa mkoa huu wa Ruvuma kuanzia leo. Kwa hivi, kwa kuwa tumekupa uchifu wa Wangoni wa mkoa huu, kuna utaratibu wa kichifu unafanyika. Tumeandaa wazee pale wako watatu watakuja kukupa hilo vazi la kichifu la Wangoni wa mkoa wa Ruvuma. Karibuni wazee kwa zoezi hilo. Halo. Ya mkoa wetu wa Ruvuma, kwa mazingira yetu sisi ya Wangoni, basi tukifanya hivi tumekupa baraka zote kwamba wewe sasa ni chifu wetu wa Songea. Basi baada ya kusema hivi, basi ngoja niirudishe ile lugha ya babu yetu. Hau wechapanga uye panja pasongea pa mzukuru wako ubasiye vena mafazi na madoda vave munganda mao umsiye wena mzukuru wako Heche ave na hekima, ave na busara, abalongozi bazukuru badoda na mafazi vave na hekima ya chapanga vave munganda yako. Mwenyezi Mungu, tunaomba umuongoze huyu mwanao, huyu mtumishi wako,
huyu mjakazi wako Heche ni kiongozi wetu ambaye tunategemea kutoka kwake hekima zote, basi atukirimie na sisi kama wewe Mungu ulivyomkirimia hizo hekima, basi naye atukirimie sisi. Kwa siku hii ya leo, naomba sana Mwenyezi Mungu, sisi wazee wa Songea, vijana kwa akina mama, watoto na malaika zetu zote, basi msimame naye huyu kiongozi wetu pamoja na wale ambao anaambatana nao katika msafara wake, lakini umjalie nguvu, heshima, hekima Mheshimiwa ndugu yetu Tundu Lissu ambaye yupo kule kwa ajili yetu sisi wa Tanzania, basi umpe nguvu sasa aweze kuwa mtu ambaye hajali yale ambayo anakutana nayo kule, sana sana anatufikiria sisi na kutuombea kule. Basi tunaomba sana enyi malaika zetu, Babu Songea, Babu Mputa, Babu Chapuluma na Dadi Mbonani, uwe Panja, uje hapa mahala hapa saa hizi tunapoongea, basi tuwe sawa sawa kabisa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hau. Asante sana. Mila zetu na desturi zetu tunamalizia hapa, basi tuendelee na itifaki nyingine. Asante sana Boss. Tumekwisha kumpata chifu wa Wangoni. Najua ile lugha ilikuwa inamtesa makamu mwenyekiti, lakini nitamsaidia kutafsiri. Boss. Asante sana. DJ asante. Waheshimiwa viongozi, tulikwisha kufungua mkutano. Mwenyekiti wetu wa wilaya alikwisha kufungulia mkutano na taratibu nyingine zilikwisha kuendelea. Boss. Kwa dakika 2 za kizungu nimlete kwenu Mheshimiwa kamanda wetu Maazi awasalimie watu wa Songea kwa dakika 2 za kizungu. Karibu sana, wasalimie watu wa Songea. Huyu alikuwa kwenye kile chama kingine, akasema ulaghai wa siasa mimi siutaki kwenye nchi hii. Siasa za ukombozi zinapatikana Chadema pekee na siasa za ukweli. Boss. Karibu wasalimie watu wa Songea kwa dakika 2 za kizungu.